إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن أحق بعيسى منهم، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماء، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ahibati fillah, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa muumba wa mbingu na ardhi aliyestawi juu ya arshi. Vile vile namtakia rahma na amani role model wetu Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhana kwa muda mchache ulioko mbele yetu itakuwa chini ya anwani nahnu ahaqu biisa minhum. Sisi Waislamu tuna haki zaidi kwa Nabii Isa kuliko Mayahudi na kuliko Manasara. Nitawaomba kwa heshima na taadhima, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu. Tunasuhiane, tukumbushane, tuelekezane, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'ana غفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتي في الله، إن نبي الله عيسى عليه السلام هو أحد الأنبياء الله الكرام، والإيمان به وبجميع الرسل ركن من أركان الإيمان 6 la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu, Nabii Isa ni mmoja katika mitume wa Allah Mwenyezi Mungu aliwatuma juu ya mgongo wa ardhi,
Na kama Muislamu ni lazima umwamini mtume wa Allah Nabii Isa, bali ni lazima kuamini mitume wote waliotimilizwa na Allah azza wa jalla, wala hatubagui ama hatutenganishi ama hatufarikishi yeyote katika mitume wa Allah azza wa jalla. Ni mojawapo katika nguzo sita za imani. Ili Muislamu imani yake ikubalike, ili Muislamu imani yake itimie, ni lazima awaamini mitume wa Allah. An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli, lazima kuamini mitume wa Allah azza wa jalla, na hatumkanushi yeyote katika mitume wa Allah azza wa jalla. وقد جاء عيسى عليه السلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشر بقدومه كما قال الله ذلك في القرآن الكريم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نبي عيسى alikuja kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallama, walipishana na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Alipoondoka Nabii Isa akatimilizwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Nabii Isa alitoa bishara ya kuwa kuna mwenzangu atakuja, kuna ndugu yangu atakuja katika mitume, jina lake ni Ahmad, na Ahmad ikiwa ni jina mojawapo katika majina ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. ولقد سعى اليهود لقتله، وهذا من عادتهم مع أنبياء الله، فحفظه الله ورفعه إليه. يقول سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Mayahudi walienda mbio sana kutaka kumuua Nabii Isa alayhi salam, na hii ikiwa ni kawaida kwa Mayahudi kuua mitume wa Allah azza wa jalla, kama walivyomuua Nabii Yahya, kama walivyomuua Nabii Zakaria. Walitaka kumuua mtume wa Allah Nabii Isa. Mwenyezi Mungu akamuhifadhi mtume wake, Mwenyezi Mungu akamnyanyua Nabii Isa, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema: wama qataluhu, kamwe hawakumuua Nabii Isa, wama salabuhu, wala hawakumsulubisha, walakin shubbiha lahum, Mwenyezi Mungu aliwafananishia mwingine wakadhani ni Nabii Isa, lakini hawakumuua Nabii Isa. Yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Wanafanya hila, wanafanya vitimbi. Mwenyezi Mungu ni mzuri wa kufanya hila na vitimbi. Wasayanzilu Isa alayhi salam fi akhir zaman la nabiyan mursala bal abdan min ibadillahi subhanahu yattabi'u shari'ata Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Katika alama kubwa za kiyama, alama za kiyama zimegawanyika sampuli mbili. Kuna alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa. Miongoni mwa alama kubwa za kiyama, atashuka tena Nabii Isa kama alivyotuelezea mtume wetu sallallahu alaihi wasallama, na akija mara ya pili hatakuja kama mtume, la, atakuja kama mja mwema, na atafata sheria za mtume wetu sallallahu alaihi wasallama. Li'annahu khatamul anbiya'i wal mursalina la nabiyya ba'da, kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndiye mwisho wa mitume. Hakuna mtume ambaye kwamba atakuja baada ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kila jambo. La yusalu amma yaf'al
wa hum yusalun, Mwenyezi Mungu haulizwi. Hakuna yeyote ambaye kwamba ana uwezo wa kumquestion Allah na kumuuliza Allah. Fa'alun lima yurid, Mwenyezi Mungu anafanya atakalo, yeye si wa kuulizwa, bali Mwenyezi Mungu ndiye muulizaji. Mwenyezi Mungu anatuuliza sisi waja wake, wala sisi hatuna haki ya kumuuliza Allah azza wa jalla. Katika kudra za Allah, Mwenyezi Mungu ametuonyesha katika viumbe vyake, katika waja wake, katika wanadamu, ameumba viumbe sampuli 4. Faminhum man khuliqa min abin wa ummin wa hum amatu nnas, wa minhum man khuliqa min ummin bila abin wa huwa nabiyullahi Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Wa minhum man khuliqa min abin bila ummin wa hiya Hawa khuliqat min dhil'i Adama. Wa minhum man khuliqa bila abin wala ummin wa huwa Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mwenyezi Mungu katika kutuonyesha kudra zake, Mwenyezi Mungu katika kutuonyesha uwezo wake na nguvu zake, ameumba watu sampuli 4. Wanadamu wanaotembea ardhini ni mmoja katika hawa watu sampuli 4. Wa kwanza, kuna yule ambaye kwamba amepatikana duniani sababu ni baba na mama, na naam, sote sisi wanadamu tutokana na baba na mama. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Kisha kuna mtu wa pili ambaye kwamba alipatikana duniani ana mama tu, hana baba, ni mtume wa Allah Nabii Isa. Nabii Isa ana mama lakini hana baba. Na kuna mtu wa tatu ambaye kwamba alipatikana duniani, tutasema ana baba hana mama, ni mama yetu Hawa, alitokana na ubavu wa Nabii Adam. Na kuna mtu ambaye kwamba alipatikana duniani bila baba bila mama, naye ni mtume wa Allah Nabii Adam. Nabii Adam hana baba hana mama. فعل الله ذلك ليعلم الخلق أن الله على كل شيء قدير. Mwenyezi Mungu alifanya hivi ili wanadamu watambue, ili wanadamu wajue ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kila jambo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Ahibati fillah, فإن عيسى عليه السلام له أم وليس له أب. نبي عيسى أنا ماما لكن هنا بابا. فأمه مريم بنت عمران، ماما يكن مريم بنت عمران، المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها صراحة في القرآن، بل سميت سورة كاملة باسمها. Mama yake, mama ya Nabii Isa, ndiye mwanamke pekee ambaye kwamba ametajwa ndani ya Qur'ani kwa jina. Hakuna mwanamke aliyotajwa kwa Qur'ani kwa jina. Zimekuja ishara za kuonyesha anayezungumziwa hapa ni mwanamke, lakini Mwenyezi Mungu hakumtaja jina. Kwa mfano, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. anayezungumziwa hapa ni mwanamke kwa jina la Khawla bintu Tha'laba. Mwenyezi Mungu hakumtaja jina Khawla, alisema qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha.
Mwenyezi Mungu amesikia maneno ya mwanamke ambaye kwamba anakujadili kuhusu mume wake. Mwenyezi Mungu alistiri jina lake, Mwenyezi Mungu alihifadhi jina lake, hakumtaja kwa jina. Wamraatuhu hammalatal hatab, Mwenyezi Mungu anamzungumzia mke wa Abu Lahab, hakumtaja jina, aliegemeza kwa mume wake. Lakini Maryam Mwenyezi Mungu alimtaja mara kadhaa kwenye Qur'ani, bali Mwenyezi Mungu aliteremsha sura nzima ndani ya Qur'ani akaipatia jina la suratu Maryam, sura ya Maryam. Ahibati fillah, Maryam alilelewa na Nabii Zakaria. Alipobaleghe akajiwa na Jibril akampa bishara kuwa utakuwa mjamzito na utazaa mtume wa Allah, utazaa nabii wa Allah. Akapata ujauzito kwa idhini ya Allah, akamzaa mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Isa. Nabii Isa ni mmoja katika watoto waliozungumza udogoni. Mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Isa ni mmoja katika watoto waliozungumza udogoni, na Mwenyezi Mungu alimpatia miujiza pamoja na amri. Amarahu Allahu bisalah wazakah wa bibirri ummihi, Mwenyezi Mungu alimwamrisha swala, akamwamrisha na zakah, na akamwamrisha awe mtiifu kwa mamake mzazi. Katika miujiza aliyopewa Nabii Isa, yuhyi al-mauta biidhnillah wa yubri'u al-akmaha wal-abrasa, alikuwa anahuisha lakini kwa idhini ya Allah. Anaponya wenye maradhi mbalimbali, wenye maradhi ya mbalanga, wenye maradhi ya ngozi, na hata vipofu alikuwa akiwaponya kwa idhini ya Allah azza wa jalla. Nabii Isa ni mmoja katika ulul azmi minar rusul, wale mitume watano bora. Mtume aliambiwa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ya Muhammad, subiri kama walivyosubiria ndugu zako katika ulul azmi. Na idadi ya hao mitume wa ulul azmi, idadi yao ni watano. Mmoja ni mtume wa Allah Nabii Isa, na Nabii Isa ni katika mitume ambao kwamba walipewa vitabu. Alipatiwa kitabu cha al-Injil mtume wa Allah Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wasalam. Naam, naqul nahnu ahaqu bi Isa minhum, tunasema sisi tuna haki na Nabii Isa kuliko Mayahudi na Manasara. Ma'al asaf ahibati fillah, wallahi innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan, macho ni yenye kutokwa na machozi na nyoyo ni zenye kuhuzunika. Waislamu wanapojikuta katika mambo ambayo kwamba yanagongana na itikadi ya dini yao, wanapoingia mzima kwa mambo ambayo kwamba yanagongana na mila alotuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Allah Nabii Isa alipatikana kwa njia ya miujiza, lakini Mwenyezi Mungu anasema, na huu ndio msimamo wa Waislamu kwa Nabii Isa, tusema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nabii Isa tabakia kuwa ni Rasulullah wa Abdullah, ni mtume wa Allah na ni mja wa Allah. Alipokuja kwa njia ya miujiza, watu waligawanyika. Kuna wengine walipindukia katika msimamo wao, wakamwita kuwa ni Mungu, wengine wakamwita kuwa ni mwana wa Mungu. Waislamu tukasimama msimamo wa sawa na msimamo wa haki, kuwa yeye ni mtume wa Allah na yeye ni mja wa Allah. Mwenyezi Mungu anasema, inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin
thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Nabii Isa mbele ya Allah ni mfano wa Nabii Adam. Mwenyezi Mungu alimuumba Nabii Adam kutokana na udongo, kisha akatoa amri kun fayakun. Ikiwa Nabii Isa alipatikana na mama bila baba, Nabii Adam alipatikana bila baba bila mama, yupi ambaye kwamba alipatikana kwa njia ya miujiza zaidi? Bila shaka ni Nabii Adam. Bila shaka ni Nabii Adam. Hana baba hana mama, Mwenyezi Mungu akamtumia kama mfano. Mfano wa Nabii Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa alivyopatikana Adam. Adam alitokana na udongo, Mwenyezi Mungu akatoa amri yake ya kun fayakun. Ndugu Waislamu, haya maneno ni mazito, haya maneno ni ya hatari, ya kusema kuwa Allah ana mtoto, ya kusema kuwa Yesu ama Nabii Isa ni mtoto wa Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ni maneno mazito, ni maneno makubwa yanayotoka katika ndimi zao wale ambao kwamba wanasema maneno kama haya. Mwenyezi Mungu anasema washatamani ibnu Adam washatamani walam yakun lahu dhalika wa amma shatmuhu iyaya faqawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu amenitukana mimi Mola wake, na hafai mwanadamu kunitukana mimi Mola wake. Amenitukana pale alipofungua kinywa chake akasema ittakhadha Allahu walada. Mwenyezi Mungu ana mtoto. Mwenyezi Mungu anasema ana al-ahad, mimi ni mmoja peke yangu. Ana al-ahad as-samad, yeyote mwenye matatizo yake anarejea kwa Allah. Lam alid wa lam ulad, sikuzaa wala sikuzaliwa. Walam yakun li kufuwan ahad, na hakuna yeyote ambaye kwamba anafanana na mimi. Ndugu Waislamu, kwa uzito wa hili jambo, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atamsimamisha Nabii Isa katika uwanja wa hisabu. Mwenyezi Mungu atamnakish Nabii Isa, Mwenyezi Mungu atamhoji Nabii Isa, Mwenyezi Mungu atamjadili Nabii Isa, kama ilivyokuja katika suratul Maida. Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min duni Allah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Na Mwenyezi Mungu atamuuliza Nabii Isa siku ya Kiyama, ewe Isa kijana cha Maryam, ewe Isa mtoto wa Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, je, ulifika duniani ukawaambia watu wakufanye wewe na mama yako kuwa waungu wawili mbali na Allah? Na Mwenyezi Mungu, hili suala ni suala la uadilifu, wala si suala la ujinga. Haimaanishi Mwenyezi Mungu hajui, anauliza apate kujua. La, Mwenyezi Mungu hasifiki na ujinga wa aina yoyote. Alima bima kan wa alima bima yakun wa alima bima sayakun wa alima bima lam yakun law kana kaifa kana yakun. Mwenyezi Mungu anayajua yaliokuwepo na anajua yaliyoko sasa hivi na anajua yatakayokuja. Si breaking news kwa Allah. Na Mwenyezi Mungu anayajua yale ambayo kwamba hayakuwepo na hayapo wala hayatakuwepo, na anajua lau yangekuwepo ingekuwaje. Mwenyezi Mungu hamuulizi Nabii Isa kwa ujinga, la, anamuuliza suala la uadilifu. Nabii Isa atamjibu Allah, atamwambia subhanak, subhanak, utakatifu ni wako ya Allah. Hainifai, hainipasi mimi kudai madai ambayo kwamba sina haki nayo, na lau ningesema bila shaka ungekuwa una taarifa.
na lau ningesema maneno hayo bila shaka ungekuwa unajua. Kwa nini? Kwa sababu unayajua vyema yaliyoko ndani ya nafsi yangu na mimi sijui yaliyoko ndani ya nafsi yako. Ama kwa hakika wewe ni mjuzi wa mambo yaliyojificha. Ndugu Waislamu, uzito na hatari ya haya maneno tukimalizia hutuba yetu, Mwenyezi Mungu anasema takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mwenyezi Mungu anasema mbingu zinakaribia kupasuka na ardhi na majabali kuanguka na kuporomoka na kuvunjika. Kwa nini? Kwa maneno wanaoyasema kuwa Allah ana mtoto, kuwa Ar-Rahmani ana mtoto. Mwenyezi Mungu anasema wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Haimwelekei Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto wa kazi gani? Mimi na wewe tunahitajia mtoto. Leo tuko hai na nguvu zetu, tunakwenda mbio kutafuta riziki, tutafikiria umri, tunakwenda kwa bakora, hatuwezi tena kutafuta riziki. Nani atatuangalia? Watoto wetu watatuangalia. Mimi na wewe tunahitajia watoto, kwa sababu leo tuko duniani, kesho taondoka, watoto wataturithi. Je, Allah anazeeka? Je, Allah ataondoka ili mtoto amwangalie atakapozeeka, ili akiondoka mtoto amrithi? Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, wala haimwelekei Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto. Wa fi hadha kifaya liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa ash-shahid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا لمن كان لله عاصية، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازة. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. Na nitamwombea shekhe wangu Sheikh Abdullah, Sheikh Abu Ahmad, Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Wallahi naona haya kuzungumza na shekhe wangu ameketi chini katika maduati wetu, indalla ala shay'in inma yadullu ala tawadhu'i, ikiashiria jambo inaonyesha tawadhu alionayo. Nakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfuata sahaba kwa jina la Abdullah ibn Mas'ud, akamwambia nisomee chochote katika Qur'an. Ibn Mas'ud akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, nikusomee wewe Qur'an na wewe ndiye ulioteremshiwa Qur'an? Naam. Mtume akamwambia, uhibbu an asma'u min ghairi, napenda kusikia hiyo Qur'an ikisomwa na mwingine asokuwa mimi. Kisha Ibn Mas'ud akamsomea mpaka akafika kwa aya fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Alipofika kwa hiyo aya, Mtume akamwambia hasbuk al'an. Naam, kama shekhe wangu amechukua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusema uhibbu an asma'u min ghairi, na mimi nimechukua nafasi ya mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumsomea Mtume Qur'an. Mwenyezi Mungu ajalie katika mizani ya hasanati yake. Wa aqimis salah.